Baada ya kifo cha Papa Francis, mchakato wa kutafuta mrithi wake unatarajiwa kuanza wiki 2 hadi 3 baada ya mazishi yake. Mwanahabari wetu Suleiman Kagwe anaangazia baadhi ya watu ambao wana uwezo wa kuwa viongozi wa kanisa hilo. Papa Francis aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 88 siku ya Jumatatu ya Pasaka, kumaanisha kwamba mkutano utaitishwa hivi karibuni ili kuchagua kiongozi mpya wa kanisa la Kikatoliki. Shughuli hizi zinatarajiwa kuanza wiki 2 hadi 3 baada ya mazishi ya Papa, wakati chuo cha makardinali kitakusanyika katika kanisa la Sistine Chapel la Vatican ili kuzindua mchakato wa kumchagua Papa mpya. Kinadharia, mwanamume yeyote aliyebatizwa na Roma Mkatoliki anastahiki upapa, lakini kwa miaka 700 iliyopita Papa amekuwa akichaguliwa kutoka miongoni mwa makardinali. Kupata mshindi mapema sio rahisi, kwani wakati wa kongamano la mwisho la mwaka 2013 Papa Francis aliyezaliwa na kupatiwa jina George Bergoglio alitawazwa mshindi baada ya saa 24 za kupiga kura. Buonasera. Hapa kuna baadhi ya majina muhimu ambayo unaweza kusikia katika wiki zijazo ya watu wanaotajwa kuwa na upatu wa kuchukua mikoba ya upapa. Wa kwanza ni kardinali mwenye asili ya Italia, Pietro Parolin, mwenye umri wa miaka 70, ambaye amekuwa katibu wa jimbo la Vatican na mshauri wa karibu wa Papa Francis tangu mwaka 2013. Parolin amekuwa na jukumu muhimu katika kurejesha uhusiano katika Holy See na China na kutia saini makubaliano ya kuwateua maaskofu wa China kwa pamoja na Beijing. Isitoshe, Parolin alichukua jukumu la hali ya juu wakati wa ugonjwa wa Papa, akiongoza kikao cha maombi ya kupona kwake. Wa pili ni Kardinali Pier Battista Pizzaballa, mwenye umri wa miaka 60, na kama Parolin asili yake ni Italia na ambaye ni patriaki wa Kilatini wa Yerusalemu. Pizzaballa ameonekana kuwa mzungumzaji mkweli na alipanda daraja haraka kutokana na jukumu alilopewa na Francis kuhusu kulinda mazingira na mazungumzo baina ya dini. Kwa kiasi kikubwa Pizzaballa amejiepusha na mabishano ya hadharani katika kanisa kuhusu mafundisho ya kanisa, jambo ambalo linafanya jina lake kuonekana. Aidha, huenda kukatokea mvutano kwamba yeye ana umri mchanga kwa kiasi fulani kuwa papa, kwani makardinali wanasita kumchagua kiongozi ambaye huenda kadumu kwa miongo kadhaa. Iwapo chuo cha makardinali kitachagua tena mtu ambaye hana asili ya Europa, Kardinali Luis Tagle wa Filipino anaweza kuwa na nafasi. Askofu huyu mkuu wa zamani wa Manila mwenye umri wa miaka 67 anashiriki mtazamo wa Francis juu ya haki ya kijamii na mapambano dhidi ya umaskini. Luis alikuwa mkosoaji mkubwa wa mauaji ya kiholela yaliyotokea nchini mwake chini ya rais wa zamani Rodrigo Duterte. Kanisa la Kikatoliki linaweza pia kuweka historia ikiwa litamchagua papa wake wa kwanza Mwafrika katika zama za kisasa. Kardinali Peter Turkson wa Ghana, ambaye aliwahi kuchukuliwa kuwa kipenzi wakati wa mkutano mkuu wa mwaka 2013, anajadiliwa tena. Sasa akiwa na umri wa miaka 76, Turkson aliteuliwa na Benedikto wa 16 kuliongoza baraza la kipapa la haki na amani. Francis alibadilisha kwa kiasi kikubwa usawa wa kijiografia wa chuo cha makardinali kwa kuwateua makardinali zaidi kutoka maeneo maskini ambayo kihistoria yalikuwa na wakilishi mdogo katika safu za juu za kanisa, ambayo inaweza kuwa jukumu muhimu katika mchakato wa uteuzi wa papa ajaye. Suleiman Kagwe, Radio Maisha.